Kuna wakati inahitajika akili kubwa sana na akili ambayo haina kifani kuweza kuingia vita vyovyote vile ambavyo adui haumjui vizuri. Adui hauna ramani yake bora ya kuweza kumsomea rada. Na kuna wakati vita vinahitaji akili kubwa sana ili kuweza kudhibiti ama kumudu mapambano. Video ionekanayo hapo ni video ambayo ilikuwa ya shangwe sana kwa taifa la Marekani, usiku wa kuamkia leo, na maanisha siku ya jana usiku. Ilibua shangwe sana na nderemo kubwa sana kwa taifa la Marekani, lakini pia na kwa mshirika wake Mashariki ya Kati, na maanisha Israeli, ambapo video hiyo ilikuwa ni trending sana katika mtandao wa kijamii wa The Truth Social wa rais wa Marekani Bwana Donald Trump, ambapo alichapisha akiandika ujumbe mfupi sana akisema Irani inaangamia, Irani inateketea. Ni video ambayo ilikuwa ikionyesha tukio la kweli, tukio halisia, wala hakudanganya. Ni tukio la kweli kabisa, ambapo vikosi mbalimbali vya jeshi la Marekani kwa kushirikiana na vikosi vya jeshi la Israeli IDF waliweza kufanikisha zoezi muhimu sana kwa taifa la Irani. Hapo walilipua kati ya moja ya kituo cha kurutubisha madini ya uranium, na maanisha madini muhimu kabisa katika silaha za nyuklia ambazo Irani silaha hizo inamiliki kikamilifu. Hapo ni Isfahan, mji mdogo wa taifa la Ghuba ya Uajemi, na maanisha Iran. Baada ya shambulizi hilo, Marekani na Israeli walijitamba sana, na walichinja ng'ombe, wakachinja na kuku, wakachinja bata, walichinja wanyama wote wale. Hawakutosha, wakaagiza na ndege, wakachinja ndege wote wakubwa, wakisema ya kwamba Irani imeanguka, wakiwa hawajui kwamba Irani, kituo kimoja ni sawa na eneo dogo sana ambalo wao wanalitumia, lakini wana vituo ambavyo viko chini ya ardhi, vituo lukuki ndani ya taifa la Irani, na miji mingine ambayo hawaifahamiki sehemu gani ambayo Irani wanarutubisha nyuklia, jambo ambalo limekuwa vigumu sana kwa Marekani na Israeli kuchora rada ya moja kwa moja kupata silaha zao za nyuklia zilipo. Na ndio maana wamekuwa kila siku akiongea maneno ambayo hayana uhalisia, hayana ramani rasmi namna ambavyo vita vyao dhidi ya Irani vinavyokwenda. Sasa nitakwambia jambo zuri sana hapa ambalo pia unaweza ukacheka na ukaishiwa nguvu. Baada ya shambulizi hilo ambalo Marekani na Israel walisema kwamba ni kituo cha nyuklia wamekilipua pale Isfahan, sasa Irani imelipiza, imejibu mashambulizi kwa kufanya shambulizi wanaita tit for tat, shambulizi kubwa kabisa ambalo halina kifani. Kwa Marekani na Israeli wamelipua, kwanza wameenda kulipua mji wa Israeli. Vikosi vya walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu kujibu mashambulizi wamekita shabaha kubwa sana katika kambi za kijeshi za Israel na Marekani kule nchini Israeli. Baada ya hapo wakatuma kombora zito. Hapa ndipo ambapo unaweza ukafurahi mtazamaji, na unaweza pia ukatabasamu juu ya hiki ambacho Iran wamefanya. Kombora hili zito lilikuwa lina shabaha kubwa sana katika miundombinu muhimu na nyeti ya Marekani na Israeli, ambapo walikita moja kwa moja Falme za Kiarabu UAE, ambapo Marekani anamiliki mali zake, anamiliki rasilimali zake muhimu ikiwemo silaha za kijeshi katika kambi mbalimbali katika nchi ya Falme za Kiarabu UAE, ambapo hapa Irani vikosi vya walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC viliweza kulipua vibaya sana meli mbili za pamoja kati ya Marekani Israeli, ambazo kwa mujibu wa taarifa zinasemekana kwamba kulikuwa hapo na silaha za kivita za Marekani zikipelekwa, zikihamishwa kuelekea katika mataifa hayo ya Falme za Kiarabu. Meli mbili Irani imelipua ikijibu shambulizi la Marekani na Israeli katika kituo kidogo cha mji wa Isfahan. Sasa namna ambavyo wamefanikiwa katika shambulizi hili ni utata kidogo na akili kubwa sana na mbinu kubwa sana ya kivita ambayo Irani wameitumia ili kuweza kumpiga vibaya Marekani katika meli zake hizo muhimu sana ambazo zilikuwa zikielekea kule UAE, Falme za Kiarabu. Kwanza, kabla hawakufanikiwa, kama ambavyo unaelewa kwamba Marekani anamiliki mifumo ya ulinzi wa anga na anamiliki
kitu kinaitwa interceptors ama kidaka ama kilipua makombora kutokea kwa adui. Na hili pia lilikuwapo katika safari za meli hizo hapo mbili. Yani kulikuwepo na mifumo hiyo ya interceptors, vilipua makombora. Na vilipua makombora havitegwi kunako meli, bali vinakuwa pembeni ya eneo husika, eneo la shabaha. Na ndivyo ilivyofanyika hivyo. Sasa jambo la kufurahisha na kuchekesha pia ni kwamba kabla Irani haijashambulia meli hizi mbili za Marekani katika mwelekeo wa UAE, Irani ilituma makombora. Yani hii ilikuwa ni sample ya makombora, mfano wa makombora hayo ya vilipuzi ya ulipuaji kuelekea UAE Dubai. Kabla makombora yale hayajatua, kulionekana juu ishara kwamba makombora yanatua eneo hilo hapo, jambo ambalo ilifanya Dubai kwa kushirikiana na Marekani wafungue mifumo yao mikubwa kabisa, mifumo yao nyeti ya kuzuizi ama ya ulipuaji wa makombora, ili kuweza kujibu ama kuzuia makombora yale ambayo wao waliyaita ya Irani ikiwa ni batili. Si hivyo. Sasa hapa Marekani iliingizwa mkenge na ikaingia kwenye target ya mkenge huo. Yani kiufupi iliveshwa gauni ambalo halimtoshi. Irani wakashambulia, yalikuwa ni sample ya makombora. Yani naweza nikasema ni toys. Yani si makombora halisia, bali ilikuwa ni toys ambazo zimewashwa ndani kama kuna taa ambazo zikatumwa. Yani sample ya makombora, yani kama vile vitochi ambavyo vimeingizwa ndani ya, ukachukua glopu ambayo ina kioo afu ndani kuweka taa afu ukavirusha juu angani kwa kutumia teknolojia. Sasa hiyo sample ya makombora ikatumwa katika anga la Omani. Hii ikaonyesha kwamba wazi kwamba Irani inashambulia Omani. Marekani na Omani wakafungua mifumo yao ya interceptors, mifumo ya vidaka makombora ama vilipua makombora ama mifumo ya ulinzi dhidi ya makombora kutoka katika anga, wakarusha. Mifumo hiyo kwa majibu wa wataalamu wanasema kwamba ina thamani ya zaidi ya dola za Kimarekani milioni 100 ili kuweza kulipua makombora hayo. Na mifumo ikishalipua waga hairudi tena, inakuwa tayari imeshasambaratika kabisa. Kwa hivyo wamelipua, wametumia dola milioni 100 kulipua roboti, kulipua matoys ambayo si makombora halisia. Wakati huku inatumia mifumo ya ulinzi kujilinda angani dhidi ya matoi, huku Irani inashambulia ukweli. Sasa inashambulia kikweli kweli katika meli mbili za Marekani kwa kushirikiana na Oman, jambo ambalo Irani imetumia akili kubwa sana, akili ambayo haijawahi kutumiwa na mataifa hayo ya washirika wa Marekani na Israeli huko Mashariki ya Kati. Irani imeonyesha upevu mkubwa sana katika masuala ya vita, kumchora rada na kumtolea ramani adui. Huyo ndiyo Irani na huo ndio ukubwa wa Irani katika masuala ya kivita. Sasa kufuatia hayo yote na mashambulizi hayo ya akili kubwa yaliyofanywa na Iran na vikosi vya walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC kutokea makao makuu ya Al-Hatam Albia kule Irani limetoa kauli nyeti sana katika vita vyake dhidi ya Marekani, ambapo kamanda na msemaji wa jeshi la IRGC kwa sasa Bwana Zulfahali, Ibrahim Zulfahali, ametoa kauli nzito sana kwa Marekani, akitoa onyo kwa Marekani lakini pia na Israeli katika mwendelezo wa vita vyao dhidi ya Iran, ambapo kamanda huyu amesema kwamba ulinzi wa mlango wa bahari wa Hormuz, endapo utaingiliwa na taifa lolote lile ama chawa kile ambacho yeye ameita wakihitaji kudhibiti mlango wa bahari wa Hormuz ama kuweka chini ya udhibiti, basi watakatwa miguu dhidi ya uharamia huo ambao yeye ameuita uharamia. Yani taifa lolote ama nchi yoyote ambayo inashirikiana na Marekani akiita yani US aggressor kule Mashariki ya Kati, ambaye wataingia ikiwa na Marekani ama ikiwa wao wenyewe binafsi wataingia katika kudhibiti mlango wa bahari wa Hormuz au kufanya jambo lolote lile katika mlango wa bahari wa Hormuz, amesema wataangamizwa mara moja, yani watasambaratishwa mara moja. Ambapo akizungumza na umma kupitia taarifa kwa umma iliyotolewa na jeshi hilo siku ya leo, Bwana Ibrahim Zulfahali amesema, na hapa tumsikie. Bismillahirrahmanirrahim. برآوردهای غلط رئیس جمهور آمریکا و سران جنایت. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Irani na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC tunapenda kutoa taarifa na kutoa taarifa ya onyo kwa maadui ama kwa wadhalimu wa vita dhidi yetu. Tunasema ya kwamba jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC litakata miguu na kusambaratisha mshirika yeyote wa Marekani ama Marekani mwenyewe atakayeingia katika Ghuba ya Uajemi na kutamani kuchukua udhibiti wa mlango wa bahari wa Hormuz, basi atasambaratishwa mara moja. Na niseme wazi ya kwamba ndoto za kudhibiti mlango wa bahari wa Hormuz zitazikwa pamoja na Marekani.
hivi karibuni. Narejea, ndoto za kuudhibiti mlango wa bahari wa Hormuz zitazikwa pamoja na Marekani hivi karibuni. Labda niseme wazi ya kwamba kwa mawazo ya upotoshaji, kwa ndoto za kizamani na ndoto za kuota mchana na propaganda wanazotumia Marekani na washirika wake, wanafikiri ya kwamba wanaweza kuilazimisha Irani kujisalimisha ama kusalimu amri dhidi yao. Tunasema ya kwamba hilo halitokuja kutokea, hilo lifutwe kabisa katika akili zao, na sasa tunakwenda kufuta kabisa ndoto hizo katika vichwa vyao. هر متجاوزی به کشورشان را قطع و آنها را به خاک سیاه و مذلت خواهند نشاند و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. Ni mwisho wa nukuu ya kamanda wa makao makuu ya IRGC, yani Al-Hatam Anbiya, kutokea pale Irani, bwana Ibrahim Zulfahari, ambaye anatoa kauli hiyo ya onyo kwa Marekani na washirika wake ikiwemo Israel, lakini pia mataifa mengine washirika pale Mashariki ya Kati ikiwemo Kuwait, Qatar, Bahrain, Saudi Arabia, lakini pia na UAE ambazo zimekuwa zikishirikiana moja kwa moja na Marekani kwa karibu sana. Kwa hivyo ametoa onyo kali sana kwa Marekani, na ikumbuke kwamba hatua hiyo ya onyo la IRGC inakuja wakati ambapo Marekani amepeleka vikosi kile amevita maalum kule Mashariki ya Kati kwa ajili ya kudhibiti na kucontrol mlango wa bahari wa Hormuz, ambapo karibu vikosi vipatavyo 3500 vimeingia katika bahari ya Mashariki ya Kati kupitia meli ya kivita, meli vita aina ya USS Tripoli kwa ajili ya kwenda kudhibiti mlango wa bahari wa Hormuz, kwa kile ambacho wao wamesema wanakwenda kufungua mlango wa bahari wa Hormuz, ambapo Iran inasema ya kwamba kuingia kwao Mashariki ya Kati, katika ardhi ya Mashariki ya Kati, ndiyo kaburi lao, watazikwa wao na ndoto zao katika ardhi ya Mashariki ya Kati. Hiyo ndiyo hali halisi ilivyo kule Irani kwa sasa na Mashariki ya Kati nzima katika vita vya Irani na Marekani, mgogoro ambao umedumu kwa karibu siku 32 kutokea pale Februari 28 mwaka 2026. Mtazamaji, ni kuombe radhi sana kwa changamoto ya siku ya jana katika taarifa ya Ukraine ambayo tulikuwa tukiangazia namna ambavyo taarifa ya bwana Zelensky aliyoitoa kuhusu kujisalimisha kwa Urusi, ambapo taarifa ilikuwa inaeleza kwamba kuhusu mlango wa bahari wa Hormuz kutumiwa na Ukraine katika kusafirisha bidhaa zake za nafaka. Sasa nafaka ile haikuwa katika kusafirishwa kuelekea mataifa ya Ulaya, bali ilikuwa ni kusafirishwa kutokea Ukraine kuwauzia mataifa ya Kiarabu, ambapo hapa ndipo kulikuwa na mkanganyiko, lakini ramani ilikuwa si kutokea Far East ama Mashariki ya Mbali, bali ilikuwa kutokea Asia ya Mashariki kuelekea Strait of Hormuz Mashariki ya Kati kwa ajili ya kuwauzia nafaka watu wa Mashariki ya Kati, mataifa yale ambayo Ukraine inashirikiana nao ikiwemo Saudi Arabia na mataifa mengine. Kwa hivyo haikuwa dhamira ya kuelezea kwamba Ukraine inavuka kutokea nchini kwake hadi kwenda Ulaya kwa kutumia mlango wa bahari wa Hormuz. Naomba radhi sana kwa hilo, lakini pia nikwambie kwa hayo na mengine mengi, endelea kusubscribe YouTube channel yetu ya Ihoma TV ili uweze kujipatia undani wa taarifa na taarifa nyeti sana kutokea mizozo mbalimbali ya kikanda ulimwenguni. Mimi naitwa Chief Mkuu wa Itifaki na hii ni Ihoma TV. Tukutane wakati mwingine, bye bye kwa hivyo sasa, lakini nikwambie tu pale Instagram andika @afisafli_official. Nicheki pale kwa huduma nyingine nyingi sana, huduma za matangazo na huduma mbalimbali, ili tuweze kwenda pamoja katika 1 na 2. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.